Eneo la Turkana na ni kwamba wakazi wa eneo la Kalokol lililoko ufuoni mwa ziwa Turkana wameelezea hasira yao dhidi ya kile ambacho wanadai ni kutengwa na serikali katika maendeleo ya miundombinu na kutoa ahadi hewa za kuleta umeme kwa zaidi ya miongo 6 tangu Kenya ijipatie uhuru. Kalokol haijawahi kupata umeme, hali hii ikiathiri ustawi wa maisha ya wakazi, huku viongozi mbalimbali wakituma ahadi ya kushughulikia tatizo hilo wakati wa kampeni za uchaguzi. Wakati sasa wanataka hatua za haraka kutoka kwa viongozi walioko mamlakani ili kumaliza changamoto hii ambayo imezuia maendeleo ya biashara na huduma za kijamii katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Kitio Mika na taarifa zaidi. Hii ndiyo hali ya mji wa Kalokol, umbali wa kilomita 58 kutoka Lodwar. Biashara ya samaki ndiyo uti wa mgongo wa eneo hili lililo ufuoni mwa ziwa Turkana. Na hapa Kalokol ndio seremali ya pesa zinatoka mingi. Na hii ndio bahari ambaye imetengeneza mpaka hata ile matauni makubwa kubwa. Resources mingi zinatoka hapa Kalokol. Licha ya sifa ya Kalokol kama kitofu cha biashara ya samaki, wakazi wanakabiliwa na changamoto kubwa. Hakuja kuwa na umeme katika mji huu tangu Kenya ijipatie uhuru, hali ambayo imetatiza maendeleo na kusababisha kukosekana kwa huduma za msingi. Wakazi wa Kalokol ni wanadamu ama si wanadamu? Kwa sababu area zingine siko na stima, siko na maji, wanashughulikiwa. Lakini sasa mtaa wa Kalokol imetengwa tangu 1963. Shida yetu ni nini? Sisi ni wakaaji wa Kenya ama sisi si wakaaji wa Kenya? Hii town ni town yenye imeshakuwa, inatakikana waweke stima hapa. Sio mahali penye tutasema ni reserve. Hapa sasa hii tunaita Kalokol kama town. Samaki kutoka eneo hili usafirishwa hadi mataifa ya nje kama vile Kongo, Burundi na Rwanda. Hata hivyo, Kalokol imesalia kuwa soko la kijiji, huku wakazi wakilalamikia kutopata maendeleo licha ya kulipa ushuru. Hapa ndio sisi tunapata, ama hapa ndio Turkana ama Kenya nzima inapata benefit ya pesa mingi sana. Hii bahari kama hatutakuwa na stima inaenda chini. Na tuliahidiwa na serikali kuu ya kuwa tutaletewa stima. Hawa ni akina mama wanaojitahidi kuuza samaki hadi usiku wa manane. Wanakabiliana na changamoto za usiku kama vile uvamizi wa majangili, hali ambayo inahatarisha usalama wao na wa familia zao. Tunatumia hizi malight ndio tunamulikia hii biashara. Hii maneno ya stima imeleta shida. Wawizi wameibia sisi kila siku. Unafuata mtu ya kwanza kumbe wako watatu. Huyu akayapa kwa sababu ya giza. Inabidi uchukue daylight ukope. Wakati hujalipia hiyo daylight huwezi milika biashara yako. Inabidi ufunge biashara yako uende nyumbani. Kwa sasa wakazi wa Kalokol wametishia kufanya maandamano na kutolipa ushuru ikiwa viongozi wataendelea kutoa ahadi hewa za maendeleo kwa eneo hili. Wakazi wanataka mabadiliko ya haraka yanayolenga kuboresha maisha yao. Nikiwa eneo la Kalokol, eneo bunge la Turkana ya Kati kwenye kaunti ya Turkana, nikiripotia TV47, mimi ni Kitio Mika Masai.